Mfalme mkuu, ninakutukuza, ninakuinua, mwenye nguvu, mwenye mamlaka, mwenye uweza ni wewe Kristo. Umeinuliwa juu, umeinuliwa Baba yetu, umeinuliwa mwenye nguvu, umeinuliwa mwenye hekima, umeinuliwa mwenye uweza. Hakuna na kutakuwa mwingine kama wewe. Wewe ni Baba yetu, wewe ni Mungu wetu, wewe ni Mfalme mtakatifu, ni wewe mwenye nguvu, ni wewe mwenye uweza, ni wewe Kristo. Na kushukuru kwa kutupe nafasi ya kujiunga pamoja na kusikia mapenzi ya Kristo wakati wa neno. Naomba Mwana wa Mungu ukanipe hekima, ukanipe ufunuo kutoka kwako Yesu, ukanimwagie mafuta mapya, ukanene na my spirit, ukanene na my soul, ukanene nami Baba, hata kwa masikio yangu ukaweke neno lako kwa kinywa changu, na kwa my spirit nikanene tu yale ninasikia kutoka kwako, yale tu ni mapenzi yako Kristo. Na watu wako wanapoketi na wale watasikia after this hii message, Baba yangu, na kusimu Mfalme mkuu, wakakombolewe, wakasikie, wakaelewe na kutenda maandiko, ili tukaweze kukombolewa na maandiko siku ya leo. Tunajipeana kwako Yesu, tukiomba Mwana wa Mungu that you may take over, take the stage now, and at the end of the service utukufu wote utakuwa ni wako Kristo. Mwana wa Mungu, ni asante kwa yale umetenda tangu tuingie hapa. Naomba wingu ikaendelee pamoja nasi, ikawe pamoja nasi, na naomba presence yako Kristo ikawe pamoja na sisi, ikawe pamoja nami. Naomba ufunuo mpya, naomba unimwagie mafuta mapya, naomba ukanipe serving grace, nikaweze kuserve nikiwa ndani yako. Mwana wa Mungu, kuwa pamoja nasi, endelee na kutuhudumia na kutufikia na njia ya kipekee. Ninakualika Jehova, unene nasi, na alika presence yako iwe pamoja nasi. Naomba utufunike sisi sote pamoja nami na damu ya Kristo Yesu, na ni katika jina kuu la Yesu Kristo kila mmoja wetu aseme amen. Mara tena tuseme amen kwa sauti. We are still on believing God upon great things, na ninajua tutaendelea kutenda makuu. Basi tutasikia ni nini hii inaweza kutufanya. Tukifika pale tuko kwa river of greatness. Tuko pale sasa kwa river of greatness. Karaloerwa maundu manene. Kana noa kinya kwambedia gwika maundu manene. These are great things. Then ni nini hii inaweza kukufanya usifanye, ama ikuondoe kwa hiyo river, ama ifanye usindumishe. Basi tutayasikia katika John. Tena tutarudi kwa John 5:14. Hiyo nitapitia, kuna kusoma. Then tutasoma James. Nitapitia tena James 4:17 yenye tulisoma Sunday, juu ya wachache wale walisahau. Leo basi tutadwell on James 1:13 na kuendelea, lakini message yetu iko kwa 1 Kings 21:1 na kuendelea mpaka mahali tutamalizia. Ni kwa nini Jehova ametuleta pamoja tena siku ya leo? Still tukisoma mambo ya believing God upon great things. Ni kwa sababu bila kurudi kwa sababu, before tufike kwa sababu, ni kila mmoja wetu nafikiri so far, wale ambao wamekuwa kifuatilia, wale ambao wamekuwa hapa wanajua mambo na kumbilivu ni nini, ili nisiasimu. Ningeruka hiyo kwamba ni mental acceptance, kuthondeka meciria metikire, witikira meciria ini ate ningweka maundu manene. Na ninataka umbilivu wale ambao nimemention hapa ya kwamba already wamefika katika hiyo hali ya kutenda mambo makuu. Ni kwa nini tena tuendelee na kusoma? Ni kwa sababu watu wa Mungu wanapotea kwa kukosa maarifa. Unaweza kuwa pale umeingia olende, maana niliona hata wengine wakirudi kasini na kutakuwa na restoration ya kipekee. Lakini ukikosa maarifa unaweza kuwa restored, then urudi tena kwa the pool. Kwa hivyo ndio maana Jehova ametuleta pamoja tujue ni nini hii inaweza kuturudisha pale, kwa shinda tena, kwa machozi tena, kwa kuchekelewa tena, kwa aibu tena, kwa mandeni tena. Ni nini hii? Simple ones, ni dhambi. Nasema ni dhambi. Dhambi ndiyo inaweza kukufanya urudi
pale tena. Kwa nini? Katika John 5:14 huyu mtu alikutwa na Yesu, huyu mwenye aliponywa, mwenye alikuwa amekaa 38 good years akingojea uponyaji wake kwa the healing pool at John 5:14. Wakati Yesu alimkuta akiwa amepokea uponyaji wake, already akona that greatness, akona the healing, Yesu alimwambia usitende dhambi tena, ama kitu kimbaya kikutendeke kuliko kenye ulikuwa nacho. Ni kumaanisha sasa either ni kukaa kwa the pool miaka yake yote, ama mambaya yatendeke kuliko yenye alikuwa nayo. Tukajiuliza katika James, sasa nataka tuone kama tuliweza catch up. James 4:17. Nilianza na Baba Mudhoni, na usisome maandiko Baba Mudhoni. James 4:17 ilituambia dhambi ni nini? Kukosa kutenda nini? Unajua kwamba ninastahili kuwa niko kwa neno sahihi kama sasa Baba Nyawe, na yuko kwa nini? Ni example nimepeana yake example. Ayuko kwa section ya neno. Unajua hakika ninastahili kuwa mahali fulani sahihi, lakini uingie kwingine, uende kwingine. Unastahili kutenda hiki lakini unatenda kinyume. Hiyo ndio dhambi. See, as simple as that. Tunajiuliza sasa dhambi inakuja anje? Tuko pale. Hii nitakandi kirudia. Dhambi kwani inakuja anje? Kulingana na the test yenye tutasoma leo, tutaangalia dhambi inaingia mtu anje. Ili iwe dhambi, iinje kusaa mauti. Ili tuseme Romans 6:23, msara wa dhambi ni mauti. Ate msara wa dhambi ni mauti. Kwani inaingia anje? Ili ifike kuingia kwa kuitwa mauti. Tusome katika James 1:13. Dhambi inakuja anje? James 1, inakuja anje dhambi? James 1:13. Tusome pale ili tuweze kuelewa. Mtu ajaribiwapo asiseme nimejaribiwa na Mungu. Maana Mungu hawezi kujaribiwa na maovu, wala yeye mwenyewe hamjaribu mtu. Dhambi kwanza inakuja na hiyo njia ya majaribu. Kugerio unajikuta kwa majaribu fulani, lakini tunaambiwa usiseme ni Mungu anakujaribu. Tuendelee. Lakini kila mmoja hujaribiwa na tamaa yake mwenyewe, huku akivutwa na kudanganywa. Kani dhambi inakuja anje? Mundu ageragio hindi iria aguciririo anyitwo ni meriria make moru make tema mundu ungi ni make aguciririo. Hebu soma na Kiswahili. Ni wakati gani? 14. Lakini kila mmoja hujaribiwa na tamaa yake mwenyewe. Kila mmoja wetu anaingia kwa dhambi kupitia nini? Tamaa yake mwenyewe. Ni kitu unaona unatamani. Kulingana na kenye tunasoma leo, kuna kwingine itasema kitu ingine, lakini nasema ni ya leo. Ni kitu yenye umeona wewe na ukakitamani na moyo wako wote. Huku akivutwa na kudanganywa. Meriria macio magakigia ihu. Ulikuwa umemaliza 14? Meriria macio magakigia ihu na magaciara mehia, na mehia makura magaciara gikuo. Hapo tuko hapo sasa. Tunaanza wapi? Tunaanza na mtu kutamani. Tuseme nimetamani hii mfuto yenye Ruben amefaa. Nimeitamani, nikaitamani, ninaitamani hata venye naweza kumuitoa niwe naifaa, ama venye ninaweza kuilalua, ama naweza kufanya asiwai ifaa tena. Nasema kwanza ni kuona. Mama Jimmy amefunga gate, ama ametenda dhambi already. Amen. Najua. Nasema ya kwamba anaona. Kwanza ni
kwanza ni kuona. Ukiona sasa mawazo yako inakupeleka, inaenda mpaka kwa na hii siri alikuwa nayo Sunday Nasa kupigana nayo. Kupigana mbona afai Sunday na afai ingine, afai kwa nini? Unaanza kusikia vibaya. Kama vile nilisikia nabii akisema hata kuna watu wako na bitterness. Unaanza kupigana na hiyo kitu ya kuwa ako nayo leo, ako nayo kesho. Kwa nini? Kwa nini yeye tu? Kwa nini yeye tu? Hata unanjaza anatoa pesa wapi? Kisha unaanza kupanga vile labda utaichukua, labda vile hata ivaa tena. Mawazo hiyo inakupeleka, inasukuma mtu. So, the more unasukuma sasa kuona, then unaanza kupanga kwa mawazo. Ikikusukuma basi ndipo tunasikia. Utasikia na Kikuyu Kenya inasema hiyo msukumo ya kuona na kusikia vibaya melile ya masio magakia ihu. Hivyo unadesire sasa, I wish ningekuwa hii mfuto ni yangu. I wish hii kitu ingekuwa ni yangu. Na unakisikia na umbaya, si hata ni kitu kizuri unafurahia. I wish ningekuwa venye yako. Hiyo I wish ningekuwa ni mimi. I wish hiyo yote yenye hiyo. Sasa olende ni kuconceive. Nikendo la melia kirombeka na uko nani na kinaumbika kikiwa na nini ihu kikatuika ihu na magasiara mehia. Hapo ndipo sasa dhambi inatokea. Mamba magatuika ihu ni kitu umemeza, ni kitu umeamini, ni kitu umeona na kinakaa kikusumbua kikikora kwa kia conceive adhabu kinaanza kuwa dhambi. Sasa tumeanza kutoka hapo tunaweza kuendelea, maana tulijua dhambi ni nini. Kutoka hapo tunaweza kuendelea. Kiambaka tukona number 1. Mundu ageragio henderia agusirerio. Anyito ni meriria make moru. Make sio maya mwingine, ndisea zako. Unandisea kitu kimbaya. Unaona kwanza unafutiwa. Kisha sasa the desire magakigia ihu na magasiara mehia. Na mo mehia magakora magasiara gekuo. Magasiara si kitu ya siku moja. Ni kitu yenye itaendelea kama vile tu mtu ana desire kulala na ule mwingine. Sio ni desire. Kwani ni mbaya? Kuna mbaya na zile samuke na bwana ni nzuri. Si ni kweli? Hizo zingine za nje ya ndoa ni mbaya. Tuende kwa isize za dhambi. Ni za wale ambaye walali pamoja, mtu akiwa mke na ukifutiwa na ule mwingine, uvutiwe mpaka ulale na yeye. Mundu agiaga na ndoe ihu. Mundu agiaga na kie. Tunaendelea hivyo. Ni kama hivyo tu exactly. Basi tunasikia kuna kule inatoka kwako wewe mwenyewe. Dhambi inatoka kwa mtu. Inatoka kwa desires. Najua haikuji sana. Utafunzwa na huyu mwenye ako kwa text. Haikuji sana lakini utafunzwa na yeye. Kwanza ni kuona na kundesire, na kundesire in a long way. In a long way. Ni kitu yenye inakukasirika, inakufanya ukasirike, usikie vibaya mpaka unaanza kuwa na wivu. Kisha yagia ihuri yakora. The more unasikia vibaya, either unaweza kutenda kitu kimbaya. Basi wacha tufunzwe na 1 Kings chapter 21 as from verse 1. Nitamwambia mahali tutamalizia. Adhamaki wa mbere 21. Wafalme wa kwanza 21. Ikawa baada ya hayo, Naboth Myezreeli alikuwa na shamba la mizabibu katika Yezreeli, karibu na nyumba ya kifalme ya Ahabu mfalme wa Samaria. Ahab akasema na Nabothi, akamwambia, nipe shamba lako la mizabibu nilifanye shamba langu la mboga, maana ni karibu na nyumba yangu.
nami nitakupa badala yake shamba la mizabibu lililo nzuri zaidi, au ukipenda nitakupa fedha sawa sawa na thamani yake. Tufikishe hapo ili niseme kenye nilinenewa jana kupitia kwa haya maandiko na kinye chetu, na hii ni ya muhimu sana. Na lele kunje Jezreeli hakuwe na nyumba ya muthamaki Ahabu, ni hali hakuwe na kwa hivyo ni neighbor na mugunda wa mithabibu wa mundu wetagwo Naboth. Muthenya umwe Ahabu agikira Naboth atiri, njitikiria mugunda uyu waku wa mithabibu ndiuti wa kuhanda mboga ni undu wi hakuhi muno na muci wakwa. Ningucoka nguhe mugunda ungi mwega wa kuhanda mithabibu, ona kana ungienda ni ngugura na thogora mwega. Ni ngugura na thogora mwega. Sasa tunaona tena kama vile tuliona last Sunday mambo ya Daudi na kile Daudi alifanya, hata na kenye nabii alimwambia ili amfikishie ujumbe. Ilikuwa ni kama hii exactly. Hapa naye haikuwa ni Proverbs ama haikuwa parable, ilikuwa ni kitulio, kitu physical. Na inakaa ni kama mfalme huyu Ahab alikuwa already, si ati haikuwa ni siku yake ya kwanza. Hii shamba ya Nabothi alikuwa ameitamani, alikuwa naipangia, alikuwa ameiona, na haikuwa siku ya haikuwa ni siku ya kwanza. Ilikuwa kama vile nimemwambia ya kwamba ni kuona, una desire, unafikiria, kisha unatenda kenye unatenda. So yeye aliiona, alikuwa naiona mpaka ikafika siku yake. Hii siku ikawa ni mbaya kwa Naboth. Walikuwa neighbors. Huyu hakuwa ati mfanyikazi wa serikali, hakuwa wa ufalme, lakini alikuwa ni neighbor kama vile tuko neighbors na hawa. Na nyinyi ningependa muangalie maneighbors wenyu nyumbani, wale mnafanya kazi na wao ni your neighbor, huyu mwenye mnalala na yeye ni your neighbor. Whoever is near you is your neighbor. Kama sasa Ruben na Ndongo hapo kwenye wako saidi ya neighbors. Kwenye wako tu kiulizo mwenye ako karibu na wewe ndiye neighbor wako ama jirani, kana mundu wa muhaka. Mundu wa muhaka ni kwa kifupi mundu wa hakuhi. So tunaona Ahab sasa akashikwa, akatenda dhambi tu, dhambi yenye utaona karibu kila mmoja wetu anaifanya ama anaitenda, kwamba aliona shamba na kaitamani. Na ninaona ni kama ilikuwa ya maskini, mtu mwenye hakuwa anajiweza, lakini alikuwa amegaiwa na baba yake, akaiona. Maana ilikuwa tu kwake, kama tuseme huku kwingine hapa ama huku kwingine ama upande huu kwenye tuko sasa, akaitamani na akaipangia. Sasa unapangia kitu ya mwenyewe surely, na hapo ndipo dhambi inaingilia. Ukiona unaanza kuipangia venye inaweza kuwa ya mukanjoka giliona kwa ni kumwekaga, unaipangia na hata unafanya conclusion, hii kitu inaweza kuwa yangu. So mfalme maana alikuwa na pesa, alikuwa na nguvu, alikuwa na power, akapangia shamba ya mwenyewe. Na hata hiyo kitu ya kundisaya ikimugusidia mpaka ikampeleka ya kumwambia Naboth, nimependa hii shamba yako, na ningependa tu unipe niwe ninapanda boga, maana iko karibu na kwa si unafikiri mfalme yako na shamba zingine? Ni mambo na dhambi. Hivyo ndivyo dhambi inakunja tu, ya kwamba unakosa kutoshereka na kenye uko nacho. Unaanza kuona ya mwenzako inaweza kuwa yako. Yes, unaona tu, unaacha yako, unaanza kutamani kuchukua ya mwenyewe. Iwe ni yako, ujisaidie nayo. That is to be selfish. Kuenda. Yes, na wengi wetu wako hivyo. So akatamani na akachukua hatua. Hivyo alichukua hatua, akaongea na yeye Naboth, akamwambia
ni mimi nimependezwa na hii shamba yako, maana iko karibu na kwangu, na ningependa either sikia hapa, akona plan mbili. Huyu si mtu ate mchache, ni either one itafaulu, hii ikifelo hii ingine itafaulu. Na akasema moja, muthenyo mwambu agikira Nabothi atiri, njitikiria mugondo uyu waku wa mithabibu ndi utu wa kuhanda mboga, ni undu wi hakuhi muno na muci wakwa, ningucoka nguhe mugunda ungi mwega wa kuhanda mithabibu. Unipe hapo asa ya kwanza, hakuna kununua, ni gweka atia kai ala twaigwa Gikuyu sikuchukua, ni gweka atia menye na gucenjanĩrio irathimo, ni gucenjania. Hapa amekunja na hiyo language. Nitawaambia meaning yake saa hii tu, ndio the main service yote. Ndio Jehova nataka tunjue kenye kiko wakati huu. Ati unipe na mimi nikupe ingi, nikusenjane. Aya, tufike hapo uniulize meaning yake. Hiyo ama hapa kuna ya pili sasa. Ama tuende tena. Ningucoka nguhe mugunda ungi mwega wa kuhanda mithabibu, ona kana ungienda ni ngugura na thogora mwega. Akaenda kwa plan B. Ikiwa utaki ni exchange na ingine, nitainunua na bei iko. Kwanza anamuona huyu ana pesa, anaonekana huyu ni kitanja pesa, atakumbali. Tuko pale before to proceed. Sasa Jehova kaanza kunena na mimi. Nilianza siku ya Monday before niende Eldoret. Monday before niende, nasema before niende, alafu ikarudia tena usiku wote, ya kwamba nikaona na nikaambiwa niambie watu kulingana na mahali tumefikisha sasa. Hapo nitarudi kwa dhambi, usijali. Sasa hii ni neno la hekima kwa wale ambayo waliingia kwa the river of yes, maana tutatenda mambo makuu. Ninajua hivyo. Kwa wale ambayo waliingia kwa hiyo river, sikia, unjue mtu akiingia kwa the greatness, watu watamuona tu, kumbe amechange, kumbe atembei miguu tena, kumbe si wa mandeni tena. Mahali labda ulikuwa na kopa, ati ukionekana unaambiwa kitambu inafunguliwa, unasema siyo ya kitambu, ni kwanza tukilie then na shika ingiri unipatie hiki na hiki. Ikiendelea hivyo for several months, huyu mtu ataanza hata kuona kuna maana itatendeka hivyo kwa wengi. Jina la Yesu lipewe sifa. Hallelujah. Hamuna nguvu nyinyi, kwani amuima ama walende niliwaona alafu mkatolewa. Niliwaona alafu mkaondoka huko. Ni dhambi tu inaweza kukufanya uondoke kwa dhengre, akisema ni mwaminifu. Lakini chunga, nasema kuna yako, kuna pati yake. Kuna ule wa kuachilia na ni mwaminifu, lakini kuna pati ya yes, anaweza kukupeleka huko wewe mwenyewe na madhambi yako na madisa yako, ikurudishe kwa the pool. Hope amuko kwa the pool, tuko kwa the greatness. So I am ministering to them that are already there. Nasema hivi ya kwamba watu wataona niko pale. Watu wataona, watakunja na idea hii. Na ninasema as from now mpaka December yote ni season. Ni season, itakuwa ni season hiyo, na watu wataona. Wale ambaye wako na wananjuanga kuona, maana ni vitu sitatendeka physical, kuna zingine sitatendeka spiritual. Watakunja na hisi plan. Nimeona venye nilianza kuona, by the way, na the married people, aliyahikaniu venye wako kwa ndoa. Sinda haitakuwa mbali, ati kule mbali ni kwa neimba. Nasema ni maneimba, hata kwa mahali tunafanyia kazi ni neimba.
kila mahali ni neighbor. Nasema na uresearch as from now nikimaliza ya kwamba adui mkubwa wako si wa mbali. Nasema ukumbuke one time niliambiwa love your neighbor hata the husband ama wife anaweza kuwa neighbor. Nasema hapo, so usiende ate kwa ule ambao ako jirani angako na nduka kama wewe, anaweza akawa ni mwenye hata ako karibu na wewe. So let me go to the married people. Ya kwamba hapo to the neighbors, nasema neighbor, ya kwamba kunao wataingia na kunao wako na wanaona na wana plan vile watachukua mmoja wa wenu. Nasema ni plan. Maana huyu mmoja kuna some greatness imeanza kuonekana ndani ya. So kunao wana plan vile ile watakuexchangeia ama aondoke kabisa. Najua hii mtafurahia na ni ya ukweli. Mimi nikimalizia nitapeana solution lakini sio sahihi. Kunao olende wako katika ulimwengu wa kiroho na wako physical kama Naboth. They are planning vile wata steal from you, vile wataua, vile wata destroy the greatness yenye wameona, the unity yenye wameona, the bidii yenye wameona. Kunao wako. Nasema plani mbi maana sikii ikiwaingia nkaisi mfunguliwe tu macho muione. Mimi sitaki uione hata wakati kitu kimekufa. Hapana, tutakuwa tunasimama kwa mwanya fast. Si tunaongojea ate ifufuke nini? Ulia alikufa na kasaulika. Ya pili nayo hii ni kuexchangewa, kuna ya kuexchangewa. Kuna ingine ya kuimbiwa. Ya pili nayo ni upewe pesa, kitu yenye uko nacho kiende. Nasema hivi, ni upewe pesa. Yesu umepokea pesa. Either kuna mtu atakuomba pesa umpe ama utampe wewe. Nasema especially nikopeze. Nipe nikurudishie, tuchunge pale. Haifikiwi na watu wengi lakini ninajua unajua kenye niliona ya kwamba mtakumbuka ikitendeka na singependa hivyo. Si hata ya pastor alikuwa amesema hivyo, wala ninaitwa apostle ni nini alikuwa anasema? Usingonjee itendeke. Mimi ninainena ikiwa katika ulimwengu wa kiroho. Na kwa hivyo ni wewe unastahili kuanza equip yourself. Ukijua kuna mambo yatatendeka na njoo ya keti. Mama nyawe tafadhali njoo ya keti. Ni kwamba kuna mambo yanapangwa ya kuexchangewa baraka za. Ingine inapangwa ya kuimba baraka. Maana they will see the greatness in you. They will have to see. This time haitafunikwa. Na wameanza kuona, na ilikuwa wiki mzima, juu nilianza on Monday. Wiki mzima kuna some greatness Jehova ameanza kuunda ndani yetu. Na imeanza kuonekana. Kuna watu wanajua kusoma the stars na wameanza kuona ni nini kinakunja. So wameanza kujitayarisha na weapons zao vile wataichukua Napo ninakwambia hii ni kitu yenye alipangia, aliketi chini akaipangia. Akapanga, ikiwa basi utaki hii idea yani unipe hii shamba nikupeleke mahali pengine pasuri. Sikia? Hiyo ni nini? Si exchange. Kile ambacho ni your inherited, kile ambacho umepewa na Mungu kinawindwa sana. This time round, this season kinawindwa. Kile olende ambacho ni cha Mungu, kile ambacho olende umepokea kinawindwa sana. Tunjue hivyo. Kuna watu wako na roho kama ya Nabothi. Ikiwa basi utaki ni kuexchangeie, basi niusie na nitakupe na bei yenye iko hapa. Ni pesa hapa, ni mambo na pesa ya kwamba gift yenye uko nayo, hiyo greatness yenye umepokea olende uipeane na pesa. Mungu atakusaidia na atakufungua macho. Lakini Naboth alikataa. Naboth nasema alikataa. Na kile kilitendeka kwa Naboth singependa kitendeke kwa mtu yeyote ule.
Singependa, maana tumekuwa tukiisoma all through kifo. Wacha niingie kwa kifo ili kwa wachache. Kwa kifo na ni kwa out of topic, although nitasaidia few 3 to 4 people hivi. Once mtu amekufa, hiyo siku ya masizi. Nasema hiyo siku ya masisi ndipo kuna tafutwa the next candidate. Mimi ni Jehova alinena nami. Hiyo siku ya hivyo mchanga imewekewa na maua, basi the spirit inaanza kutafuta mweza na kuangi mbali, inatafutanga mwezake, inasunguka ikitafuta ni nani next. Hiyo yote nitawaambia pale mwisho. Tutakuwa lazima tuende masisi, ni kweli? Lazima tuende masisi, lazima tudhurie masisi. Kwa hivyo hiyo si issue kubwa, hiyo usisahau, maana nitapeana solution yake pale mwisho. Kwa hivyo tunaona Nabothi alikataa. Ndingihana ugai wafa siwezi nikapeana my inheritance. Hii nilipewa na wazazi wangu, na akasema siwezi, na akakataa. So wakati alikataa, na tuone venye hao watu sasa wataanza kufanya. Kwanda na Ahab alirudi nyumbani na lot of bitterness. The heart was very heavy. Olito mwingi, na ulikuwa unaiona kulikuwa na watu kama 10 na fikiri hivi 12 wenye walikuwa hivyo. Ikawa iko na uzito mwingi moyo wake. Akarudi nyumbani, akukura, akaenda akarara na akukura. Bibi yake alikuwa anaitwa Jezebeli. Akaona kitu hajawahi ona na bwanake. Akamuuliza, kwani ni nini nimekufanya unje ukiwa melala tu, unjakura, labda hujatusalimia, unjacheka na sisi? Ni nini imekufanya uwe na uzito? Ni nini imekufanya ukose kukura? Akaelezea the hadithi. Akamwambia, tulia. Shamba ni yako. Ni kumaanisha ya kwamba katika ulimwengu, ukiona tukisoma hivi, katika ulimwengu wa kiroho, mmoja ule alikuwa na master plan wa kwanza, akishindwa kutakuwa na backup mwenye ako juu zaidi, wanaitwa makarao. Wanaitwa makarao, na people are working wakiwa wengi this time, ni jeshi, ni legion. Lazima hata wewe uinuke uwe juu yao. Jina la Yesu lipewe sifa. Jezebeli ndiye huyu, na ndio maana tunaongea. Wacha nisiingilie mambo na the spirit of Jezebeli, roho ya Jezebeli. Unasikia mwanamke akiambiwa tena uko na roho ya Jezebeli, inaingilianga hapa. Wacha niondoke kwa hiyo saa hii. Jezebeli bibi yake akamwambia ati ni nini? Awe amuka ukule, shamba ni mimi nitakupe. Anje sasa, shamba si yenu, ni mimi nitakupe. Ni kumaanisha ya kwamba hii kitu ilikuwa imepangwa, ikapangwa na kukawa naanza. Ni kwa nini Nabothi mwenyewe hakuwa rati? Kama vile nina warati ya kwamba kuna vitu sinapangwa. Olende kuna vitu sinapangwa. Kuna mtu ametamani shamba yako. Nikisema samba hapa, ukiota na samba, na sijui kwa nini na emphasize on married people. Shamba inakuanga mwili wa mtu. Sisemi kuna ile physical samba, mwili wa mtu. Ukiota ati kwamba nimepewa samba, ikiwa unjatamani kununua ama umepanga kununua, inakuanga mwili wa mtu, ya kwamba kuna mtu ametamani mwili fulani. Najua mtaki hiyo message. Mimi sitaki munikumbuke ikitendeka. Ningependa ukumbali saa hii, uulize nitafanya nini. Jezebeli ndiye huyu, maana mtaki hiyo. Jezebeli akapanga sasa mume wangu aweze akakaa hivi. Akapanga vile Nabothi atauawa, na mwisho akauawa. Mwisho kabisa akauawa. Na hapo ndipo ninasema ya kwamba ni kwamba ate ni kundisaya, unaelekezwa kwa hiyo njambo kabisa, unaconceive kakiye ihu until ehuria hakora desiara kagekuo. Yes. Ya kwamba hii mambo iliwasumbua mpaka ikaonekana isipokuwa Nabothi aondolewe, hatuwezi tukawa na hii shamba. Na ikawa hivyo, Nabothi akakufa. Na wakati Jezebeli aliletewa ripoti na wale alikuwa ametuma, alituma mikora mafia wawili, wakatengeneza ati kwanza walifunga kukura. Ndio usome vizuri, fasting. Waliorganize fasting.
na wakajiunga mahali pamoja, wakaweka mavia, watu wakubwa wale ambayo wanaweza kupigana, wakaripoti ya kwamba tuna accuse Naboth, an innocent man with ameambisi Mungu, ametukana Mungu na mfalme wetu. Najui ni mambo tu ya kuwekelewa, itakuweko mambo kama hayo, itakuweko. Haya, nasema itakuweko tena. Hakuna nini, jibu ilikuwa ni tumpige tumali. Ikiwa amefanya hivyo ni tumpige tumalize. Ni kumaanisha katikati yetu hapa kuna watu wanapigwa bure. Na leo Mungu wa justice, Mungu ambaye huyu ninaabudu, atawapigania. Wewe nyamaza kimya. Kuna watu watapigwa na Jehova, wale ambao wanakupiga bure. Jina la Yesu lipewe sifa. Kwamba akapigwa mpaka akakufa, lakini wewe haukufi. Yako vita inamaliziwa hapa leo. Hiyo pigo inamaliziwa hapa leo. Maana Mungu wetu aliniambia tunyamaze kimya atupiganie. Ati nitanyamaza kimya, Mungu anipiganie. Jina la Yesu lipewe sifa. Ukiona tukisoma na Naboth, ni kumaanisha Mungu wetu amesikia na ameona. Jina la Yesu lipewe sifa. Ya kwamba alikufa. Kisha Jezebeli wakati alipewa ripoti ya kwamba Naboth ameenda, akaamsha bwanake, enda uchukue shamba ni yako. Bwana akaingia kwa shamba. Wakati alikuwa kwa shamba, nabii, mimi ninakataa tusiwe tunaletewa nabii tukiwa tumekufa. Sema hivyo. Nimekataa kuwa nabii anainuliwa wakati nimekufa. Na ndio maana unastahili kuishika saa hii. Usingonje nabii wakati kitu kimekufa, kimeexchangewa, kitu kimeuawa, kitu kimechukuliwa. Usingonje, siku ni leo. Kumbali message ya leo ili ujue solution mapema. Nabii akainuliwa kumletea message. Alimkuta kwa shamba, akamletea message na akamwambia vile Jehova amekasirika ati kwamba umeua mtu ili uchukue na tena umechukua shamba yake. Akamwambia ni chapter 12, chapter 22. Akamwambia kile kitatendeka. Ona Ahab akatubu, akaweka nguo ya mangunia. Ikasemekana ya kwamba haitatendeka wakati wake, lakini itatendeka kwa mtoto wake, na hiyo ni mbaya. Kila mtu atakuwa na pepa dhambi ya Yes, nasema hiyo ni mbaya, na Mungu wangu anisikie ya kwamba mtu atakuwa anapepa dhambi yake. Si ate ya mtu akitenda anapelekea mtoto. Mtoto hata anjui baba alifanya nini. Kumbe katikati yetu wale wanateseka kwa sababu ya dhambi ya wazazi. Hawajui. Na ndio maana wakati Nehemia alitumwa kwa restoration, alianza na kutubu dhambi za wale walikuwa mbele ya wazazi wao. Alijua tu dhambi ilitufanya tufike huku Babylon. Kwa hivyo kwa maombi yetu tunastahili kuwa tunafanya hivyo. Aikapelekwa mbele ni sawa, lakini chapter hiyo nasema 22 alitembelewa na Jehoshaphat, King Jehoshaphat, na wakajitayarisha kuenda kwa vita. Before waende, Jehoshaphat akamwambia, ningependa tuulize kutoka kwa Mungu kama tutakuwa washindi. Chapter 22, niko kwa chapter 22, tulikuwa tunaona chapter 21. Wakaulizia, wanauliza kutoka kwa nani? Kwa Mungu. Ningependa nijue kama tutakuwa washindi. Hiyo ndio ilikuwa pattern yao, ya wengi wafalme wana wa Israeli. Akaita manabii wake wote, nasema ni huyu ni mfalme Ahab sasa. Akaita manabii wote. Wakasema wote, enda mtakuwa washindi. Jehoshaphat hakukubali hizo messages. Manabii walikuwa wengi. Akauliza kunaye mwingine mmoja amebaki wa Mungu. Alirealize hawa si wa Mungu. Akasema kunaye, lakini huyu ananichukia sana, anaitwa Mikaya. Ananichukia sana. Kila mara huwa ananitambiria mambo alikuwa amechukiwa. Si ate ninajua hapa nikiongea mambo na promises yenye mtabarikiwa, si ate mtakuwa mnanipenda sana, ikuangi hivyo, lakini mimi ni lazima niseme kenye Mungu alinituma niseme. Kunaye huyo utaona tu. Akaitwa, akastuliwa, na huko mbele akamwambia, manabii wote wamesema mfalme akienda vitani atakuwa mshindi, hata na wewe usiende kusema hapo kitu kingine. So wakati aliitwa, already alikuwa amefindiwa na message ya woga. Akaogopa, akasema ninaona ukienda utakuwa mshindi. Akaambiwa na Abu akasikia, hapana, huyu si ule ninajua, anatoanga negative.
Uongee vizuri ukiongea ukitanja Mungu wako. Akasema nikiwa nimefunguka macho hivi waziwazi kama vile nimefunguka macho leo, naona wana wa Israeli wakiachwa bila mfalme. Kukatokea nabii mwingine hapo akamslap. Huyu roho alinipita wapi? Akinja kwako kunena na wewe tangu lini? Akini manambini wengine magwambaya. Akasema sikieni, niliona mbingu ikiwa imefunguka na Mungu akauliza ni roho gani nitatuma kwa wale manabii wengi wandanganye Ahabu. Sikia, na nataka msikie hii leo, na narati watu leo. Roho atashuka mgani wa kumdanganya. Kwa hivyo roho atakuwa ni wa watatabiri utabiri wa uongo. Amdanganyirie Ahabu ili waende vitani akauawe. Roho mmoja akasema ni mimi. Utamwambia aje? Nitaenda niseme atakuwa mshindi. Akaambiwa na Mungu teremuka. Maana ilikuwa ni mipango ya nani? Ya Mungu. Akateremuka, akaingia kwa manabii wote. Wakaanza kutabiri kutakuwa na ushindi wote isipokuwa Mikaya. Maana Mikaya hakuwa upande wa manabii wa Ahabu. Kwa hivyo akaona huyu mmoja atumsikii, wacha tusikie the majority of the prophets. Wakaenda vitani. Lakini alikuwa anajua na huko ndani ya Mikaya ni ya ukwe. So akasema hivi, akaambia mfalme Jehoshafatu, mimi nitajipindua. Ujue season hii kutakuwa na watu ambao watajipindua, wawe sio kama vile tunawanjua. Sitafaa nguo za kiufalme tukienda vitani, lakini wewe mfalme Jehoshafati utakaa na nguo za kiufalme. Na anajipindua, maana alikuwa anajua hakika hii ya Mikaya lazima ifaulu hata ikiwa ni mtu mmoja. Na ikawa hivyo, wakaenda vitani. So wakati waliingia nao, wenye walikuwa napigana na wao, walikuwa naambiwa atupigani na mwingine isipokuwa ni yule amevaa nguo za kiufalme. Wakaspoti Jehoshafati. Wakienda kumfamia, Jehoshafati akasikirima akasema mimi si mfalme wa Israeli. Akaacha, hakika Mungu akamtetea, akaachana na yeye. Lakini a soldier from nowhere, ona mambo ya Mungu, from nowhere akathrow a arrow, ikaingia ikapia na Ahab, akaanza kubleed, akakaa kwa ngali yake, akableed, yani akiura dhakeme until evening akakufa. Ikatimizwa yenye Jehova alikuwa amenena na nabii ati hau nguisi yasonera thakame ya Nabothi noho igasonera ya hau. Nasema hau oho. Sa ikawa hivyo na ikatendeka hivyo. Hapo si ya maana sana kwangu, lakini niseme ya kwamba hata ukiona njambo, ukiambiwa message yote ile, hata hii yenye ninasema isungu, yes, jina la Yesu lipewe sifa. Haleluya. Wakati kama huu unaweza kuwekwa kiroho ya uongo. Unasikia ukijichukia na uko ndani, unasikia ni kama hujaokoka, na ninalivisi hiyo spirit ya uongo isiingie yeyote katikati yetu. Jina la Yesu lipewe sifa. Kuna mbegu zingine zinapandwa. Uchukie tu mtoto wako, uchukie mume wako, uchukie watu wenu. Hizo mbegu tunaing'oa leo katika jina la Yesu Kristo. Pigia Yesu makofi. Ninamalizia nikisema nini, nimebakisha dakika 11. Sasa tumerealize ya kwamba season hii kutoka saa 6, ilikuwa saa 6 wakati nilianza kuhubiri, kutakuwa na mimi sitaki ati mtu akufe ili tuseme anga prophecy ilitimia. Hapana, kuna kitu kama hiyo. Kutakuwa na mambo na kuexchangewa kenye ni chako. Tu ni mtu ambaye ataitamani. Niko pale, kuna kitu nilifunuliwa na Jehova na nikaiandika. Hii ndio itakuwa ni ya maana sana. It is the word of wisdom. Mtu anatamani, anaipangia, anapanga vile anaweza kuexchange hizo baraka zako, hizo greatness zako, anapanga. Nasema anapanga. Kuna watu already wameketi chini. Hata nilisikia mmoja akiwa ametumwa, this time tunataka umalize pastor wenu.
hata ninamjua. This time ninataka tunakutuma umalize pastor we. Na wengine nikasikia kwamba wako na assignment mbili. Moja ni ya damu. Wanataka damu. Na pattern yao ni ate kuna kuanga na kifo, damu. Kifo, damu. Assignment ya kifo imeisha, wanataka damu this time. Kai. Muti onateka bamugage ninawajua by the way. Nasema kazi hii yote haitafanywa na watu wa mbali, neighbors. Mtu mwenye ako karibu sana na wewe, mtu wa karibu. Ni mtu ambaye anakumonta every step. Anajua ukienda chini na ukienda juu, anaelewa. Sio lazima awe na nguvu za kuona. Anaweza kuona maana hizi vitu sitatendeka visiko. Anaweza kuona kuna changes. Nasema ya kwamba assignment ya hawa people ni kifo, damu. Ukiona mtu amekufa, ujue next ni damu anataka. Hiyo ndiyo pattern yao. Nirudi kwa kutamani. Sasa hata ile wale ambao watakuwa wanatolewa damu, si watatamani damu yao? Si watatamani ila damu inapatikana na njia hii, tuseme accident. Tuseme ingine, mtu akiwa pregnant, kama mtoto kanatoka. Sio ni damu kweli? Accident yote ile sio lazima iwe ya gari na pikipiki, hata ukiwa ni wewe. Mbona tu damu aya operation. Sio ni damu. Damu saa ina mingi ile inahitajika season hii. Sema sio yangu. Sema sio yangu. Sema sio yangu. Jina la Yesu lipewe sifa. Ninasema nini? Ya kwamba uchunge nikopese nitakuletea. Nakwambia uchunge hiyo. Uchunge nisaidie na 200. Nisaidie na 500, chunga. Shamba yako inaweza kuwa indioneka. Chunga shamba yako. Jina la Yesu lipewe sifa. Tuseme amen. Hivyo mdhaninji kagoro ukiandika mai. Ile version hizi za kuandika zitakupita tu na unaona neighbor venye wanakukondolea hiyo kashamba yako na bodi. Na wewe unaandika nini? Hii kuandika itakusaidia kusikia, ndio itakusaidia na kutenda. Maana hii kitabu labda utaiacha hapa. Hata una masaa ya kuisoma. Jina la Yesu lipewe sifa. Na umesikia nimekuita Naboth? Wengi watatamani kenye uko nacho. Nasema kutama. Ninamalizia na naomba tusimame. Usikie conclusion yangu ni very powerful. Amusa kila mtu sasa. Tusimame. Kuna mtu anauliza tutafanya nini? Maana tunaishi na wao. Si neighbor, love your neighbor ni huyu mwenye mnalala na yeye, mwenye ako kwa nyumba hiyo nyingine, mahali kuna shamba yako huyu. Naona mahali kuna shamba huyu. Mahali ploti yenu iko huyu. Mahali umeweka kazi huyu. Sasa tutakuwa usiwe tu ndugakoro na tumaitho twakono hau ate neighbor muthuri waku mutumia waku. Enda hata uko mbele. Sasa maana wako na tunaishi na wao hata saa hii labda wako. Ama labda hata mwenye aliambiwa tunataka umalize this time, tunataka utuletee pastor wenu. Ninamjua. Ni watu ambao wako karibu na mimi. Jina la Yesu lipewe sifa. Wako tutawachukia? Hapana. Love your yes, love your neighbor. Hata Abu alikuwa anajua ya kwamba Kenya alikuwa anafanya, alikuwa anajua ni dhambi. Maana katika Exodus 20:17 madhani marema ngai ni usitamani shamba ya mwenyewe, ng'ombe ya mwenyewe ilikuwa pale. Na akaachana nayo. Unajua dhambi ikinduro mtu ni mbaya. Hata mtu akumbukangi vile maandiko inasema. Anaenda tu, inamsukuma tu. Sasa tutafanya nini? Mimi nilifunuliwa hivi
kenye niliweza kuandika, maana tutaishi na wao, tutakuwa. Before ulale tafadhali, hapa sitasema saa 6, maana wengi hapa wenyu wanakoseanga sana. Waombeangi maombi ya saa 6, wanaombanga na hapa mbele. Wewe saa yoyote ile before ulale. Sitaweza, lakini ukiweza ya saa 6 ndio powerful. Ukishindwa wewe before ulale, tega masaa na dakika ya kufanya hivi kwa maombi. Nasema ile itatufanya tusifikiwe na kifo. Vitu zetu ti-exchangewe, siuawe, siwe destroyed before ulale. Sema before nilale. Before nilale ukumbuke kuna watu walitamani mase wangu. Kuna mtu alitamani Ruben, kuna mtu alitamani Miriam, kuna mtu alitamani mimi. Lazima ujue kuna mtu, I wish mtaingiwa na hii. Watu wanakondroa macho kwa kile kizuri. Kuna kitu waliona, the greatness in me, na walikitamani. Na si wale wa upande wangu, ni wale ambao wametumwa wakiwa maagent. Wakutumwa kama Ahab. Wanataka kuniondoa, wanataka kuniua, wanataka kunimaliza, wanataka kuexchange baraka zangu, wanataka kuchukua in my inheritance, wanataka kuniondoa kwa greatness. Na njia gani? Ya kutamani. Kutamani, waliona wakatamani na njia mbaya. Maana kuna kutamani na njia nzuri. Walitamani labda amegraduate asiendelee. Maana nasema wacha mimi nitumie yangu, utaleta yako. Kuna mtu atafuna vizuri na mwingine atatamani. Kwani aliweka nini na atahakikisha next time atafuna. Na maana wako unjue every time ukiomba, ukienda kwa maombi yako, ufike kwa pale kwa mahitaji, ufike pale kwa kuambia Mungu, mwambie. Na yeyote alitamani Owen, wacha nisitumie yeye, nimesema akina Masi alitamani Owen na akaona the greatness ya masomo ndani yake. Ninaweka mpaka. Tunafanya nini? Ninaweka mpaka katikati yake na yeye. Mpaka wa damu ya Yesu Kristo. Usiende kusema mpaka peke yake, hauna uwezo wewe. Nakwambia jina la Yesu na damu ndio iko na uweza. Kwanza kile alitamani na kifuta na damu ya Kristo Yesu. Kile alitamani kufanya na every day. Sunguka watoto wako wote, sunguka mume wako, mke wako, ukifuta kenye walitamani, kenye wanapanga kufanya. Ataenda kwa shamba, ingia kwa shamba sasa, ingia kwa kazi. Usinisahau. Ukifanya kwa familia usinisahau. Umesikia ni mimi wako targeted. Mimi ati ndio wanasema next hiyo ni yao. Nitawapeleka tu akienda. Yes, maana najua kufuta. Najua hizo kufuta namba zao na plans zao. Unajua kaka, wakinja kuona mtoto usifurahie sana. Labda kuna kitu waliona, kuna kitu waliweka. Futa na damu ya Kristo Yesu. Wakienda wewe wacha waende. Kazi yako utaacha ukifuta. Chukua damu ya Yesu ufute. Cancel maneno yao. Katika jina la Yesu Kristo. Maana tumepewa mamlaka na Jehova. Pigia Yesu makofi. So assignment kubwa this time ni kucancel na kufuta. Pokeeni hiyo neema, pokeeni hizo nguvu katika jina la Yesu Kristo. Naomba tufunguke macho tuone ni nini wametamani. Wakati nilianguka walikuwa wametamani niketi chini nisihubiri tena. Hiyo ni yao. Nilihubiri hata na miti. Yes, nasema hiyo ni yao. So kuna watu wamepangiwa sana. Unaona wale wako pregnant za saa hii wanapangiwa the 7th month ati wakunywe damu. Hiyo ni yao. Nasema hiyo ni yao. Jina la Yesu lipewe sifa. Ni nani huyu ninaomba? Tafadhali wachana na hiyo maombi ingine unaomba, wachana nayo. Sio ya maana. Ingia kwa maombi sasa ya walitamani. Hata unaweza kufikiria. Sio lazima uone kenye walitamani. Wale wako na nduka ni watu wengi sana wanawatamani.
Na si ati wanatamani mazuri. Labda kuna mtu anatamani utoke kwa mume. Kuna mtu anatamani achukue mume wako. Kuna mtu anatamani achukue hiyo kazi. Kuna mtu anatamani kuiua. Kuna mtu anatamani vile utaondoka aweke kazi. Yako ni kukanso maneno mabaya yote katika jina la Yesu Kristo. Na tunatumia damu ya Yesu. Tunatumia damu ya Yesu Kristo. Tunatumia damu ya Yesu Kristo. Maana mamlaka na uwezo nimepewa na Jehova. Mayanduri mamaya. Nasema tumepewa mamlaka. Ni sisi tunasimama kwenye ate tuna compromise hapa tukisema it is my any retention. Nini? Lazima iwe na damu ya Yesu. Maana ni wengi wanashindanga kupitia huko wakiweka vitu wakisema hata funa hataendelea. Huyu mke hataendelea na yeye. Huyu mume hataendelea na yeye. Ni kukanso. Tunatumia jina la Yesu Kristo tukikanso. Tunafuta na damu ya Kristo Yesu. When the blood is sprinkled, according to Hebrews 12:24, it is speaking better things. Unaanza ku-exchange. Kenya wao walisema nao unapindua. With better things. Rabosheke. Na yantolima. Na inatendeka hivyo. Nasema na inatendeka hivyo. Sunguka hiyo shamba yako baba mwadhani. Useme Ahabu hataingia hapa. Hii shamba ni yangu. Ninaisunguka na damu ya Yesu. Naisunguka na damu ya Yesu. Yeyote ambaye ameitamani kuichukua aniue mimi, itakuwa ni yake. Katika jina la Yesu Kristo. Pesa sikinja kunja. Unaanza kuifunika. Unaanza kufunika. Usingiva mama nyawe. Hakuna rasima usimame kwa mwanya. Usingiva useme niona neno getu nego tinange musunga abana. Ukumbuke kuna neighbors. Kumbuka kuna neighbors. Unaweka mpaka. Amunjiwangi kukata tamaa wewe. Hata funja hiyo tamaa. Hiyo rasi. Unafunja hiyo rasi. Katika jina la Yesu Kristo. Hiyo ndio jibu. Na nimemaliza. Before ulale. Turudi kwa maombi. Haraka before ulale utakuwa unafanya nini? Na ni every day. Hii ni ya every day. Nilifunuliwa na Jehova. Sikuamka tangu nitoke Eldoret. Na nilifunga simu. Kutoka siku ya Friday. Hata sijaifungua nda wa leo. Saa Jehova alikuwa ananena nami sikuingia huko kanisani. Akanena nami akanionyesha vile watu watatendewa. Nikaambiwa njibu. Enda uambie hivi. Every time wajue kuna watu wametamani mali yao. Maana we have entered in greatness. Kuna watu akina Ahabu wameanza kuona the greatness. Na wanapanga vile watatuondoa kwa greatness zetu. Hizo ni plans zao. Sina mbakivaya leo. In Jesus Christ's name. Baba mudhani sijasikia Kenya atafanya. Utafuta na damu ya Kristo utakanso na nini? Utatumia jina la Yesu Kristo. Na sio kusema kufuta tu peke yake. Go deeper. Jehova kuonyeshe wametamani nini. Nini leo wametamani. Hata kwa mwili wako tafadhali. Unafikiri ni how many people wananitamani mimi? Unafikiri ni wangapi? Unafuta hiyo. Jina la Yesu lipewe sifa. Unafuta, nasema unafuta. Mtu akikuona kesho anasahau. Akikuona kesho Kenya alikuwa ameona kinamfutia kinaisha nguvu. Jina la Yesu lipewe sifa. Hawisi tutaweza kutumia jina la Yesu Kristo. Ukumbuke si jina la Yesu. Jina la Yesu Kristo. Jina la Yesu Kristo. Wakati tunakanzo. Na ndilo igamuka withe wituriguru. No. Atutumiangi hizo hapa. Unakanzo katika jina la Yesu Kristo. Unafuta kenye walipanga yote. Kenye walilala wakipanga. Unatumia jina la Yesu Kristo. Tumia Hebrews 12:24. When this brand is sprinkled, it speak better things.
than name them all. It is speaking better things. Yes, unaanza kunena. Jina la Yesu lipewe sifa. Na hivyo ndivyo tunanena kwa watoto wasiendelee na maisha. Maturule, tunafuta hizo manamba katika jina la Yesu Kristo. Mimi siwafanyii hivyo. Tumempokea knowledge. Hiyo ni kazi yenu. Naomba tuombe tumalize sasa. Siwezi nikaingia kwa kila mtu. Kuna patia yangu nimemali na mimi nitaingia kwa yangu sasa kufunga kila mianya. Ukumbuke usiwe na dhambi yoyote ile, maana utajaribu kufunga wakatae waanze kukuchekelea. Kuna times tunachekelewa na neighbors. Unaomba na walisikia kenye ulikuwa unafanya. Tunachekelewa na wao. Kwa hivyo wewe utalipenti dhambi yote ile tukifika kwa kule kwa kufuta na kukaa. Hiyo ndiyo kazi yetu. Kwani Mungu wetu ako wapi? Lazima tuongee na yeye na tutetee. Kulingana na Isaiah 54:17 inasema no weapon. Hakuna silaha yoyote ile iliyotumwa kinyume na sisi itaweza kufaulu. Hakuna. That is my heritage. Ndio igairi andungata siangai. Igairi itonereu. Hakuna silaha hata hiyo ya kutamani. Hakuna, maana ni silaha. Nilisikia wakisema hivyo ya kwamba hiyo ni hata wale ambao wanandai damu, hiyo ni yao. Damu ni yao. Naomba tuombe tumalize pamoja. Ninaomba Mungu wa Israeli aweze kuwakumbusha before mulale. The assignment is, maana vitu zetu zimetamaniwa. Kuna wengine wanataka ku-exchange, wengine wanataka kuua, wengine wanataka kudestroy, wengine wanataka kututoa kwa greatness. Before tulale ukumbuke the assignment is unafuta kenye walinena, kenye walitamani, unakikanzo na damu ya Kristo Yesu. Ikiwa kuna watoto unaenda moja kwa moja, kwa mume unaenda hata kwake. Usikate tamaa useme simuombei. Ni wewe utateseka bure. Usiseme utamuombea. Wewe ambaye uko na mtoto uko pale, na pia usijisahau. Juu kuna watu waliona greatness in you na wanaitamani. Kuna watu wanauliza utatoka pale lini waingie, na wanaanza kuplani. Mimi hata siwezi nikaweka nduka ya aina hiyo, yangu inaweza kuipanga. Wanaanza kuipanga na before hawakuwa wameiona. Mfalme mkuu na kutukuza na kuinua, mwenye nguvu, mwenye mamlaka ni wewe Kristo. Umeinuliwa juu, umeinuliwa Baba wa mbinguni, umeinuliwa mwenye nguvu zote, umeinuliwa mfalme, umeinuliwa Jehova. Hakuna mwingine kama wewe Kristo. Wewe ni baba yetu, wewe ni Mungu wetu, wewe ni mfalme, Mungu wa Israeli. Tunaomba neema tu yako ije juu ya kila mmoja wetu. Tunaomba uweza wako, tunaomba nguvu zako sinje juu ya kila mmoja wetu. Tuomba Roho Mtakatifu wa Mungu, maana wewe ndiye mwalimu, wewe ndiye msaidizi. Utufunze mengi yaliyo sirini, utukomboe Baba yangu, utusaidie mwenye nguvu zote, utukumbuke mfalme, katika jina la Yesu Kristo. Komboa maisha yetu, komboa nafsi zetu, komboa maisha yetu, komboa maisha yetu, komboa spirit zetu, komboa miili yetu, komboa watoto wetu, komboa waume zetu, komboa wake zetu, komboa ministry uliotupe Yesu, komboa huduma uliotupe mfalme, komboa gifts zenye umetupe Yesu, komboa our neighbors Lord. Hata yeyote uli anapanga ku-exchange baraka zetu, ninaomba mwana wa Mungu asiweze kutufikia katikati yetu na neighbors wenye wanatupangia mambaya. Ninaweka mpaka wa damu ya Kristo Yesu. Nina cancel kenye wananena, nina cancel kenye wananena, nina cancel plani zao katika jina kura Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai. Tunajifunika na damu ya Kristo Yesu, tufunika watoto wetu na damu ya Kristo Yesu,
Tunafunika waume na wake zetu na damu ya Kristo Yesu. Tunafunika kazi zetu na damu ya Kristo Yesu. Tunafunika the greatness in us and that we have received with the blood of Jesus Christ, and we seal whatever you have given unto us with the seal of the blood of Jesus Christ, declaring according to Isaiah 54:17, no weapon formed against us shall prosper. Na maana wewe uwezi ukadanganya, kulingana na Numbers 23:19, you are not like a man that you can lie, nor are you like a human being that you can change your mind. You cannot promise, you fail to fulfill. Naomba mfalme, Kenya umepromise katika Isaiah 54:17, iwe vesico kwetu, iwe reality kwetu. Tumeitoa kwa maandiko, tuomba tutembee nayo kutoka saa hii. Tupe uwezo wa kutembea nayo na iwe practical kwetu katika jina la Yesu Kristo. Imekuwa kwetu, natangaza ni yetu. That is in our inheritance in the mighty name of Jesus Christ. Tunajifunika na damu ya Kristo Yesu. Hata wale ambao tunakutana nayo tukimaliza ibada na wametupangia mabaya, wanatupangia mabaya, mipango yao yote tunaikanso katika jina la Yesu Kristo. Na kanso mipango yao yote mibaya katika jina la Yesu Kristo. Naomba utupandishe juu ya mipango yao, tutengeneze platform juu ya kila mipango mibaya, tutengeneze platform juu ya kila mipango yote mibaya. Rimama sheke katika jina la Yesu Kristo. Pokeeni hiyo neema ya kupanda juu ya kila mipango, kila tamaa zote mbaya katika jina la Yesu Kristo. Mwana wa Mungu aliye hai, nafuta namba zote za Shetani na yando riba yando senye sina neno kinyume na sisi, senye tunasema kinyume na sisi. Kenya watu wanasoma na wanaona ni ya ukweli, ninaifuta na damu ya Kristo Yesu, and we sprinkle unto our lives the blood of Jesus Christ, the blood which speaks better things according to Hebrews 12:24 than the blood of Abel. In the mighty name of Jesus Christ, we decree and decree that Jehovah God, rianto riba boyanda, rimamaya, rianto robo bosheke. Kwa watu wa Mungu siku ya leo, katika jina la Yesu Kristo, mwenye ametumwa kunipangia mabaya, na kanso mipango yake katika jina la Yesu Kristo, na kanso mipango yote. This time narejesha kwa mwenye alimtuma, narejesha kwa mwenye alitumtuma, narejesha kwa the sender mwenyewe katika jina la Yesu Kristo. Mwana wa Mungu aliye hai, tunajifunika na damu ya Kristo Yesu. Tukiondoka na funga na kukataa maroho ya revenge. Yasione familia yangu, yasione familia yenu, yasituone sisi sote, yasione wale ambao hawakuingia. Lakini wema na fadhili zako Kristo sindumu na sikae ndani yetu, sindumu ndani yetu na sikae ndani yetu, na tutasema hatutaonekana. Tumejifunika na damu ya Kristo Yesu, tumejificha ndani ya damu ya Kristo Yesu. Na ni katika jina la Yesu Kristo nafunga maroho yote ya revenge, counter attack zendi baki isinione mimi, isiwaone nyinyi. Lakini wema na fadhili za Jehova sitembee nasi, sindumu ndani yetu, siwake ndani yetu. Na ni katika jina la Yesu Kristo, pokeeni hiyo neema, pokeeni hiyo neema. Mfichwe na Jehova, mfichwe na Jehova, mfichwe ndani ya damu ya Kristo Yesu. Na ni katika jina la Yesu Kristo, kila mmoja wetu aseme amen. Kisha tupigie Yesu sangwe na vigelegele, tuseme ya kwamba tumefishwa na damu ya Kristo Yesu. Tuseme amen.